naona Watanzania tumeichoka amani, yaani hatuitaki amani. Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026, leo hii jamaa Clemence Mwandambo ameweza kuwa gumzo katika mitandao ya kijamii, kwani mamilioni ya Watanzania wameweza kutofautiana naye kabisa kile ambacho ameweza kukizungumza kwa ukurasa rasmi wa mtandao wake wa Instagram, kwani mamilioni ya Watanzania wanaamini kwamba ujumbe anaozidi kuzungumza Clemence Mwandambo, kuna jamaa ama mtu kutoka katika ngazi za juu wa serikali ya CCM ameweza kuhusika kumshinikiza Clemence Mwandambo kutoa onyo kwa wale wote wanaozidi kupanga kushiriki maandamano ya Sabasaba. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kuelekea rasmi kwa mtandao wetu wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa gumzo zito katika mitandao ya kijamii ni ya kwamba kutakuwa na mipango ya maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Maandamano haya yanaaminika kuwa maandamano ya awamu ya pili yanayozidi kutegemewa kuwa maandamano makubwa kufuatia maandamano ya mwaka 2025. Dhumuni na sababu kuu ya maandamano haya ya Sabasaba ni kutokana na historia ya Sabasaba katika Jamhuri ya Tanzania, hasa katika sekta za siasa. Hivyo basi, kutokana na hali ya kisiasa iliyoko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, katika Sabasaba hii inayozidi kutarajiwa kufika ama kuwa tarehe 7 mwezi wa 7, maandamano mapya yanatarajiwa kufanyika. Dhumuni na maandamano hayo ya Sabasaba, mtazamaji wangu, ni kuachiwa kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, kwani wengi wanaamini kwamba wataweza kuongozana hadi vituo vya polisi mbalimbali katika Jamhuri ya Tanzania. Ndipo ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole kokote aliko na kozidi kuzuiwa aweze kujulikana na aweze kuachiwa huru. Pia kuna kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu inayozidi kutarajiwa kufanyika tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kesi hiyo iweze kuelekea katika mkondo sahihi, aweze kuachiwa huru, aweze kuendelea na siasa zake katika Jamhuri ya Tanzania. Ila Clemence Mwandambo hivi sasa anazidi kukosoa na kushinikiza ya kwamba wanaharakati akiwemo Maria Sarungi, akina Hilda Newton ni baadhi ya wanaharakati katika Jamhuri ya Tanzania wanaozidi kuchangia kufanyika kwa ghasia katika Jamhuri ya Tanzania. Ila Clemence Mwandambo hajaweza kupokelewa alivyokuwa akitarajia, kwani mapokezi aliyoweza kuyapata Mheshimiwa Clemence Mwandambo ama jamaa huyu Clemence Mwandambo ni ya kwamba mamilioni ya Watanzania wameweza kutofautiana naye baada ya kauli aliyokuwa ameweza kuizungumza, akiweka hadharani ya kwamba katika ghasia zilizoweza kujiri mwaka 2025 kuliweza kuwekwa lockdown ya takriban siku 3, jambo ambalo liliweza kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kuona maisha magumu kwa muda mfupi. Hivyo basi, Clemence Mwandambo anazidi kudai kwamba kama kweli kutakuwa na jaribio la maandamano ya Sabasaba, moja kwa moja uongozi ulioko madarakani utaweza kuandaa kufanya lockdown ya takriban wiki 3, jambo ambalo sio jambo la kunyamaziwa kimya na sio jambo ambalo la kuchukuliwa mzaha, kwani sote tunafahamu kwamba kukiwa na tishio la maandamano sio mbinu ambayo serikali inapaswa kutishia waandamanaji, bali serikali inapaswa kusikiliza waandamanaji. Na pia iwapo serikali ingependa kuonyesha uzalendo kwa Jamhuri ya Tanzania, uongozi ulioko madarakani ni aina ya uongozi unaozidi kujali maslahi ya wananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, basi moja kwa moja hivi sasa ingekuwa Clemence Mwandambo ameweza kuchukuliwa hatua, kwani sote tunafahamu kwamba mabango yanayozidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii yanazidi kuweka hadharani kwamba dhumuni na sababu ya kuandamana katika
tarehe hiyo 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni kwa ajili ya maandamano ya amani ili Mheshimiwa Polepole aachiwe huru, Mheshimiwa Tundu Lissu na wengineo waliokuwa wameweza kutekwa waweze kuachiwa huru, jambo ambalo hivi sasa, mtazamaji wangu, linaendelea kuwa ni gumzo zito. Wengi wameweza kukubaliana na maandamano hayo ya amani yaweze kufanyika. Hivyo basi, kama nilivyoweza kutangulia mwanzo mwa video hii, kama kweli aliyoweza kuyazungumza Mheshimiwa Clemence Mwandambo ama Clemence Mwandambo ni yeye bila shinikizo lolote lile, basi moja kwa moja uongozi ulioko madarakani ni vyema uweze kumchukulia hatua, kwani katika video anayozidi kuonekana ikiwa anazungumza, kuna silaha ambazo ni bandia ameweza kuziweka katika dawati lake, ujumbe ambao wengi wanazidi kutafsiri ya kwamba iwapo kutakuwa na maandamano hayo ya amani, hayataweza kuisha kuwa maandamano ya amani, bali silaha anazozidi kuzionyesha Clemence Mwandambo moja kwa moja zitaweza kutumiwa kwa waandamanaji, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo mamilioni ya Watanzania hivi sasa wanazidi kuchukizwa na aina ya uongozi ulioko madarakani, kunyamazia kimya masuala kama hayo ambayo ni mambo muhimu katika ulinzi na hata katika maisha ya raia wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Na pia iwapo Clemence Mwandambo kile anachozidi kukifanya ameweza kushinikizwa, yuko chini ya shinikizo, ndipo ambapo anazidi kuzungumza mambo ya aina hiyo, basi moja kwa moja, mtazamaji wangu, kwa kweli uongozi mzima wa serikali ya CCM unazidi kutatua shida za wananchi kinyume na matarajio ya wengi, kwani katika swala hili la maandamano ya Sabasaba, mtazamaji wangu, serikali iliyoko madarakani hakuna lolote lile ambalo litaweza kuwashinda kutokana na wao kuwa na nguvu ya kisiasa. Basi ni vyema waweze kuomba wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kusitisha maandamano ya Sabasaba, na pia serikali hiyo iweze kupewa muda maalum, ndipo ambapo iweze kushughulikia baadhi ya mambo ambayo yanazidi kufanya raia wa Jamhuri ya Tanzania kuandamana dhidi ya serikali hiyo iliyoko madarakani, na sio mambo ya kupinga na kukosoa serikali hiyo ya CCM kutumia viongozi kama Mheshimiwa Clemence Mwandambo kutoa uoga kwa waandamanaji, jambo ambalo hivi sasa, mtazamaji wangu, limekuwa mjadala mzito. Je, unakubaliana na anachozidi kukifanya Clemence Mwandambo hivi sasa kwa mitandao yake ya kijamii, ama unazidi kumpinga kwa kile anachozidi kukifanya? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.